Mimi naitwa Fred Michael Masele, ni mwenyekiti wa baraza la vijana BAVICHA kanda ya Victoria. Napenda kutoa salamu za pole kwa niaba ya baraza la vijana kanda ya Victoria kwa kumpoteza kijana mwenzetu, mpambanaji, aliyeamini katika kupigania haki, katika kupigania usawa katika nchi yetu, kaka Michael Christian Mtabuzi. Lakini nikiwa hapa nimepigiwa simu pia na katibu mkuu wa baraza la vijana BAVICHA taifa, kaka Dual Mzito, naye anatoa salamu za pole kwa niaba ya baraza la vijana BAVICHA taifa. Na leo ni siku ngumu kidogo, na sio siku ya kawaida kwa macho ya wengi, kwa sababu kila mmoja wetu amebeba huzuni, ambeba masononeko na maumivu makubwa. Tumefikia wakati ambao tunaishi katika taifa ambalo Mungu ndiye anayeamua hatima ya maisha yetu, lakini kunao watu ambao wao wameamua kujivika na kubeba password za maisha yetu, za kutukatisha tamaa katika kupigania haki, katika kupigania usawa na mabadiliko ya kweli katika nchi yetu. Lakini niwatie moyo wanachadema wote, tunapaswa kuwa na moyo wa ushujaa. Tuendelee kuamini kwamba kile tunachokipigania katika nchi yetu bado hatujakipata. Kumwenzi Michael ni kuendelea kusimama, kudai mabadiliko ya kweli, kudai misingi ya haki na kuipinga dhuluma bila uoga, kwa sababu tukiacha dhuluma ikaendelea kuishi katika taifa letu, itaendelea kuangamiza vizazi vyetu. Tuna wajibu wa kusimama na kuonesha njia, kwa sababu Michael alikuwa mtu mwenye msimamo, mtu mwenye ujasiri, asiyeogopa. Popote alisimama, alisaidia watu katika kesi mbalimbali. Akikuta watu wanaonewa, alikuwa anajitoa, unamkuta kwenye kuta za mahakama, anasaidia kutetea watu. Kwa tuna wajibu wa kumwenzi kwa mazuri aliyofanya yeye, kwa kuendelea kusimama, kudai haki katika nchi yetu, na kuendelea kusema yale yasiyofaa kwenye nchi yetu, tuseme sasa inatosha, na sote tuungane kwa pamoja kuidai haki ya kweli kwenye nchi yetu. Mungu awabariki sana. Sema Michael ni pacha yangu kupitia wilaya ya Nyamagana, mimi natokea wilaya ya Ilemela. Tumefanya kazi kwa ukaribu tokea tumefahamiana, ni zaidi ya miaka 10 tumefanya naye kazi kwa ukaribu sana. Jambo ambalo tulikuwa tukisisitiziana sana ni kutokukisaliti chama, lakini kutokuyasaliti mapambano ya kudai haki, kuona taifa letu linabadilika. Kwa sababu tunajua sisi vijana ni taifa kuanzia leo mpaka kesho na kesho kutwa, kwa sababu sisi ndio tuna uwezo wa kuyabadilisha maisha ya wazazi wetu, familia zetu. Kwa tulijiwekea kwamba tunaona chama pekee kinachoweza kuyabadilisha mambo haya yote na kinaongea ukweli mtupu kila kukicha ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Na kwenye maisha yetu yote ya kawaida, yawe ya kiroho, yawe ya nini, kuupinga uongo au kuupinga ukandamizaji au kuupinga vitu vyovyote vinavyoendana na vibaya sio dhambi. Na hakuna sehemu ambayo unalazimishwa kuwa kwenye chama kimoja, kwa sababu nchi yetu ni ya vyama vingi. Kwa hiyo kila mmoja ana haki ya kuchagua upande gani anastahili kukaa. Kwa sisi vijana kuchagua upande si kosa, kama ambavyo vijana wengine wamechagua upande kukaa chama fulani. Kwa na sisi kuchagua upande wa kuwa chama fulani si kosa. Sasa kuchagua upande isiwe ni sababu ya kila kukicha tunawindwa kuondolewa maisha yetu. Ni kitu ambacho kinaumiza sana, kwa sababu tuko kwenye taifa moja, taifa ambalo kila mmoja anatamani mabadiliko yatokee, tuone mabadiliko yanakuwepo, na kila mmoja anatamani hicho kitu kiweze kutokea. Sasa tarehe 29 nilipokea SMS, kwa sababu katika kipindi hicho vijana tulikuwa tunawindwa sana, na tunawindwa bila sababu ambazo hazina hata msingi. Nikapokea SMS, Michael yuko sehemu fulani, anapigwa sana. Kwa mazingira yaliyokuwepo,
ilikuwa ni ngumu hata kusogea kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo. Vitu vingine tunavimezea kwa sababu tukisema tuvitoe tutaibua mambo mengine ambayo yatatuumiza zaidi. Lakini baada ya hapo, baada ya SMS hiyo, majira ya jioni tunapokea taarifa mwenzenu hayupo. Sio hayupo kwamba hayupo nyumbani, hayupo wapi, hayupo duniani. Inasikitisha sana sana sana. Kwa hiyo inaumiza sana, lakini anatufundisha kutokukata tamaa, na sisi vijana tunamhakikishia hapa mbele yake hatutokata tamaa vyovyote itakavyokuwa. Aruta continue, tutapambana mpaka dakika ya mwisho.